Leo tunaendelea na ujumbe unaosema itumie neema ya Mungu kubadilisha maisha yako. Amen. Tumie neema ya Mungu kubadilisha maisha yako. Neema ya Mungu inatosha kubadilisha maisha ya mtu. Itumie neema ya Mungu katika kubadilisha maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuanze na kitabu kile cha Wakorintho, ile sura ya Wakorintho wa pili, ile sura ya 8 na mstari wa 9. Wakorintho wa pili 8:9. Neno la Mungu linasema hivi: maana mmejua neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili kwamba ninyi mpate kuwa matajiri kwa umaskini wake. Amen. Neno la leo tunasema tumia neema ya Mungu kubadilisha maisha yako katika uchumi. Uchumi wako unaweza kubadilishwa na neema ya Mungu iliyopo. Neno linasema mnajua neema aliyokuwa nayo Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe Yesu Kristo alikuwa na neema, na hiyo neema inasema jinsi alivyokuwa maskini kwa ajili yenu, ingawa alikuwa tajiri, ili nanyi mpate kuwa matajiri. Sema amina. Kwa Yesu alikuwa tajiri wakati akiwa mbinguni, alikuwa ni Mungu. Of course ni Mungu hata sasa. Alitawala akitumikiwa na malaika wote, akiwa ni muumba wa vyote. Lakini alipovaa mwili alijinyenyekeza, akawa maskini, akawa kana kwamba hana kitu chochote, ili kwamba katika umaskini wake sisi tuwe matajiri. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo neema ya Bwana wetu Yesu Kristo inatosha kubadilisha maisha yangu na wewe. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo inatosha kubadilisha mfumo wa uchumi tulionao na ukawa tofauti. Kwa sababu kama ni umaskini, Yesu alibeba ule umaskini kama sehemu ya laana ambazo zilimkabili mwanadamu, ili sisi tusiteseke tena katika hali ya umaskini, bali tuweze kuwa matajiri kupitia neema ya Kristo. Kumbuka, neema ni huruma, ni upendeleo. Tunapozungumza habari ya neema, ni hatuwezi kuacha kuzungumza mambo matatu. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Tunapozungumza habari ya neema iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo, tunaona huruma ya Kristo katika maisha ya walio wengi, walioteswa na pepo au hali inayoitwa umaskini kwa muda mrefu. Kwa hiyo Yesu akiwa tajiri wa vyote, alinyenyekea akawa maskini kabisa, ili kupitia umaskini wake au kupitia yeye kuwa maskini, mimi na wewe tuwe matajiri katika neema yake. Sema amen. Amen. Kwa hiyo neema ya Kristo inatosha kabisa kuleta mabadiliko kwenye familia yangu. Neema ya Kristo inatosha kabisa kuleta mabadiliko kwenye maisha yangu. Kumbe sio halali mimi kuendelea kuteseka katika kongwa la utumwa unaoitwa umaskini, maana Kristo alifanyika laana, aliteseka ili mimi niweze kuwa tajiri leo. Sema amen. Ukijua jambo hili litakuweka huru, maana Biblia inasema nani mtajua kweli, nayo kweli itawaweka huru. Hebu sema kweli ndio inawaweka huru. Kweli ya Mungu ndio inamweka mtu huru, mbali na kuonewa, mbali na vifungo. Kukubali kuwa maskini sio mpango wa Mungu. Kuendelea kuwa mtumwa wa hali inayoitwa umaskini sio kusudi la Mungu, wala sio wazo la Mungu. Yesu alijitoa akawa maskini ili mimi na wewe tuwe matajiri. Sema amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Kwa hiyo kama Yesu alijitoa ili
ili mimi na wewe tuweze kuwa matajiri. Yesu alijitoa akawa maskini, mimi na wewe tuweze kuwa matajiri. Basi iko neema ambayo inafanya kazi ndani yetu, ambayo inaweza kutusaidia, na neema hiyo yatoka kwa Kristo. Hebu sema amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Hebu sema naipokea hiyo neema kwa jina la Yesu. Neema kwa jina la Yesu. Okay, hebu tuangalie kweli Yesu kuna mahali panaonyesha kwamba alikuwa maskini kwa kinywa chake mwenyewe anavyozungumza katika kitabu kile cha Mathayo ile sura 8 na mstari wa 20. Mathayo 8:20 inasema hivi: Yesu akamwambia, mbweha wanapanga na ndege wa angani wanaviota, lakini mwana wa Adamu hana pa kulaza kichwa chake. Bwana asifiwe sana. Anayetaka kumfuata, wanaotaka kumfuata, anamwambia sasa wewe unaenda na mimi ukakae wapi? Maana watu wanaokwenda na mimi lazima wawe wameiona neema na wawe wako tayari katika mazingira. Lakini nikikuangalia wewe ukienda na mimi wewe utakuwa mzigo njiani. Bwana asifiwe sana. Namwambia Bwana, mbweha wana mapango ya kulala, ndege wa angani wana viota pa kulala, lakini Yesu hana mahali pa kulaza kichwa chake. Amen. Hii ni sehemu katika maandiko inayoonyesha kwamba Yesu kweli alikuwa maskini kwa ajili ya wengi. Sema amen. Amen. Kwa hiyo kitendo cha Yesu kuwa maskini haikutupasa sisi tuendelee kukubaliana na kitu kinachoitwa umaskini, kwa sababu umaskini sio sehemu ya urithi wa wana wa Ibrahimu. Sio sehemu ya urithi ya hao wanaourithi wokovu. Umaskini ni sehemu ya wale wasiomjua Mungu, ni sehemu ya wale watendao dhambi. Maana umaskini ni hali ambayo inaletwa na shetani kuwatesa walio wengi. Sasa sisemi kama huna hela basi wewe sasa unalaana una vitu gani, simaanishi. Nasema hivi, ni Mungu abadilishaye maisha yetu. Sema amina. Amen. Sasa ili mimi niweze kuipokea neema ya Kristo ibadilishayo maisha yangu, inanipasa mimi nijue cha kufanya. Amen. Sawa sawa. Amen. Kumbe neema ya Kristo inaondoa kabisa umaskini. Maana Yesu alikuwa maskini ili mimi na wewe tuwe matajiri. Sema amina. Amen. Haleluya. Hivi wazo la umaskini likoje? Wazo la umaskini ni kujiweka katika hali duni, ukidhani ndio hali yako wewe. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu sema kuna viwango ambavyo sitakiwi kuwa. Na viwango sitakiwi. Biblia inasema kwamba Mungu humuinua mnyonge kutoka mavumbini na kumketisha pamoja na wakuu. Lakini anasema tunakuwa utukufu hadi utukufu. Hiyo utukufu hadi utukufu, tukisema utukufu ni fahari na utajiri. Unaposikia mfalme aliwaonyesha wageni utukufu wake au utukufu aliokuwa nao, inamaanisha alionyesha fahari aliokuwa nayo na mali alizokuwa nazo. Ndio maana mgeni akifika nyumbani kwako lazima ujaribu kumtembeza. Kama ni mara ya kwanza, muonyeshe na shambani, muonyeshe unajishughulishaje mifugo ulio nayo, muonyeshe nyumba yako uliojenga, muonyeshe banda lako la kuku. Ni utukufu wako huo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bishop wetu bwana ukifika kwake anakupeleka mpaka shambani, anakuonyesha na machungwa na nini, anakuonyesha kila kitu anachokishughulisha nacho. Bwana asifiwe sana. Baada ya kwanza nilipoenda sikumuelewa. Mbona sisi tunaenda kutembea mpaka shambani? Akasema no, lazima mumuelewe askofu wenu yuko namna gani na anafanya nini. Bwana asifiwe sana. Anatuonyesha mifugo yake, nguruwe, kuku, bata, anatuonyesha vitu mbalimbali. Lakini hiyo ndio fahari yake. Huo ndio utukufu wake. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Sasa Yesu alikuwa tajiri wa vyote, akajifanya maskini ili mimi na wewe tusiwe maskini tena. Kupitia yeye tubadilishe maisha yetu. Kupitia yeye tushinde kitu kinachoitwa maskini. Maana aliyeokoka ana Roho Mtakatifu ndani yake. Roho Mtakatifu akiwa ndiye Mungu aliyefanya vitu vyote vilivyopo, basi mtu huyu aliyembeba naye kupitia Roho Mtakatifu anamiliki vitu vyote vya ulimwengu. Amen. Haleluya. Amen. Okay,
Ndio maana sasa andiko linasema hivi kwenye kitabu kile cha Waebrania sura ya 4. Sasa tunapataje hii neema ya Kristo ili iweze kubadilisha maisha yetu? Waebrania ile sura ya 4 mstari wa 16, neno la Mungu linasema hivi: basi na tukikaribie kiti cha neema. Hebu sema tukikaribie kiti cha neema. Tukikaribie kile kiti cha neema. Oh my God. Tukikaribie kile kiti cha neema kwa ujasiri ili tupewe rehema na kupata neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Yaani kumbe hiyo neema ipo, lakini itatumika kutusaidia wakati wa mahitaji. Oh, glory to God. Hallelujah. Yaani tukikaribia kile kiti kama tulivyofanya hizi siku 5, leo ni siku ya 4, tunakikaribia tu kiti cha neema cha Mungu ili tuweze kupokea neema ya kuweza kutusaidia wakati wa mahitaji ambao ni sasa. Amen. Hallelujah. Amen. Wakati wa mahitaji ni saa ngapi? Wakati unataka kujenga nyumba, wakati unataka kununua shamba, wakati unataka kufungua biashara, wakati unataka kulipa ada ya watoto, wakati unataka kufanya hili na lile, wakati unapotaka kufanya mambo ya maendeleo kwenye maisha yako, huo ni wakati wa mahitaji. Sasa tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri mwingi. Hallelujah. Amen. Ili tuweze kupewa rehema na neema. Mambo mawili, huruma alafu tupewe neema. Neema ni kiwezesho. Neema ni uwezesho wa kiungu ambao unafanya maisha kwenda katika hali ya wepesi. Maisha ya mtu Mkristo ambaye hana neema ya Mungu, maisha yake bado yatakuwa magumu sana. Lakini akishaipokea neema, ile neema inakuwa kama mafuta. Ile neema inakuwa kama grease. Ile neema inakuwa kama kilainishi kinacholainisha na kufanya kwa wepesi. Aliyekosa neema kwa kweli ana wakati mgumu sana. Bwana asifiwe sana. Amen. Neema ya Mungu ndiyo inayoleta mabadiliko. Neema ya Mungu ndiyo inayoleta utele, ndiyo inayosababisha viwepo na usipungukiwe. Amen. 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 Hebu sema neema ya Mungu. Neema ya Mungu. Hebu sema neema ya Mungu. Neema ya Mungu inanitosha. Hebu sema nitakikaribia kiti cha neema. Nitakikaribia kiti cha neema ili nipate rehema na neema kunisaidia. Neema kunisaidia. Bwana asifiwe sana. Amen. Kumbe neema ni msaada. Hebu sema neema ni msaada. Neema ni msaada. Kwa ukishapata ile neema sasa, ile neema inakusaidia. Sikia. Inawezekana kuna fedha zinahitajika kesho na hauna hata 100 leo. Usipate shida moyoni mwako. Maadamu unaye baba, nenda kamlingana. Mwambie ninakuomba unisaidie. Ninaomba neema yako ya kuniwezesha kupita hapa. Utashangaa tu. Yaani ukishatoka pale, amani ya Mungu inatawala ndani yako. Cha kwanza kabisa, ili ujue Mungu amekujibu maombi yako, hilo jambo lilikuwa linakutesa moyoni, ukishamaliza kuliombea, amani inatawala. Amen. Hallelujah. Amen. Amani kisha tawala, anza kusubiri matokeo. Anasema tukikaribie kiti cha neema kwa ujasiri, tupate neema ya kutusaidia. Hiyo neema inatusaidia wakati gani? Wakati wa mahitaji. Haleluya. Haleluya. Wangapi bado mnaendelea kufunga? Mnaendelea kufunga? Sawa sawa. Mmepambana sana. Nisikilizeni. Nisikilizeni vizuri. Baraka ni vita. Nimesemaje? Baraka ni nini? Ni vita. Na watoto wangu wa kiroho ambao sijui nitaomba maombi ya sampuli gani. Yaani nimeshakuwa na maswali sana, nitawaombeaje? Kila tukianza maombi yanayoitwa ni maombi ya kuleta mabadiliko ya kimaisha, lazima waugue. Yaani wanashindwa kabisa. Hii ni
vita ya kiroho inayozuia usizalishe nguvu za kiroho zitakazoleta mabadiliko kwenye maisha yako. Maana ukiwa unafunga, unataabisha nafsi yako, lakini unaimarisha roho yako, unaimarisha misuli ya ndani, ile misuli ya rohoni. Lakini ukiacha kufunga, unakuwa mtu wa kawaida tu. Sasa ukiona mtu anafunga alafu atashambuliwa na ugonjwa au akazuiliwa na hali fulani inayomtesa mwilini, ujue huyu ana vita kwenye eneo la mafanikio, kiasi kwamba mashetani au mapepo au maroho hayo yanayopambana naye yanamsimamia rohoni kuhakikisha hatavuka. Haleluya. Amen. Hebu sema kwa jina la Yesu aliye hai. Kila roho iliyo msimamizi kuzuia mema kwenye maisha yangu, kuzuia baraka kwenye maisha yangu, na amuru toka kwa jina la Yesu aliye hai. Toka kwa jina la Yesu aliye hai. Toka kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu sema kila kisichokuwa cha Mungu kiachilie maisha yangu kuanzia leo. Kiachilie familia yangu kuanzia leo kwa jina la Yesu aliye hai. Okay. Kwa hiyo sasa unaona maandiko yanatuambia neema aliyokuwa nayo Kristo, alikuwa ni tajiri sana, akajifanya maskini ili mimi na wewe tuwe matajiri kupitia neema yake. Sasa ni namna gani tunaipata hii neema inayobadilisha maisha ya watu, inayomtoa mtu kwenye maskini na kuwa tajiri? Ni kukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Amen. Unapokikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, unakikaribia kwa maombi na kufunga. Huwezi kumwendea Mungu pasipo kutumia kanuni za maombi. Anayetaka kumjia Mungu lazima awe muombaji. Haleluya. Amen. Ndio maana tunaweza tukamaliza ya maombi na ukasikia msisitizo wa kuendelea kuombea jambo moja ambalo labda mimi hata hujaniambia, lakini kuna jambo Mungu kakubebesha uliombee na ni la kwako binafsi. Unaona kabisa kuna msukumo wa kuendelea kufunga. Usipigane na hiyo hali ukaizuia. Funga hata kama ni siku 2 umesikia, hata kama ni siku 4 umesikia, hata kama ni siku 3 umesikia, funga. Maana kupitia mfungo huo kuna nguvu unaizalisha ambayo itatumiwa na Mungu kufanya jambo. Amen. Yaani kuna kitu ambacho hujakijua, kwamba Mungu anatumia kile ulicho nacho. Hebu angalia hapa kwenye neno hili, napenda kuwaonyesha kila siku, sijui kama kuna mtu ameshalielewa. Waefeso 3:20 inasema hivi: basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa kadiri, yani anafanya yote tunayomuomba kwa kadiri ya nguvu inayotenda kazi ndani yako, sio nje ya hiyo nguvu. Kwa kadiri ya nguvu inayotenda kazi. Tukisema kwa kadiri, manake sawa sawa na nguvu inayotenda kazi ndani yako. Kwa hiyo kila unachomuomba Mungu, Mungu atakitenda sawa sawa au kutokana na wingi wa nguvu inayotenda kazi ndani yako. Wingi wa nguvu ya namna gani? Nguvu ya neno, nguvu ya ufahamu, nguvu ya maarifa, nguvu ya imani, nguvu ya roho. Sema amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Hebu sema ninaweza kwa jina la Yesu. Ninaweza kwa jina la Yesu. Hebu sema tena ninaweza kwa jina la Yesu. Naweza kwa jina la Yesu. Neema ya Mungu inaweza kubadilisha maisha yako kwa namna ambayo kila mtu atabaki mdomo wazi. Neema ya Mungu inaweza kubadilisha maisha yako kwa namna ambayo kila aliyekujua atakushangaa. Amen. Kila aliyekuona hapo kwanza atakushangaa. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Nataka kuambia hivi, kila unachokiomba Mungu atakupa. Amen. Kila unachokiomba Mungu atafanyaje? Atanipa. Atakupa. Lakini
ujue wingi wa neema ya Kristo iliyotolewa kwa ajili yako, na hiyo neema iko tayari kwa ajili yako. Karibia kiti cha neema kwa ujasiri, upewe neema ya kukusaidia wakati unapokuwa na hitaji. Lakini ujue Mungu atatenda, atakujibu maombi yako sawa sawa na nguvu inayotenda kazi ndani yako, sio nje ya nguvu inayotenda kazi ndani yako. Ndio maana kuna watu wanaanza maombi wakiomba tu siku 3 wameshajibiwa. Kuna watu wanaomba maombi mpaka mwisho na hawajibiwi, kwa sababu hata wakija kanisani saa ya kuomba hawaombi, they don't participate, hawashiriki kwenye maombi, wamekaa tu wanashangaa. Au anaweza akawa anaigiza hapo na kuangalia, anachezesha mdomo, nafikiri anaomba kumbe haombi. Sasa usipoomba hakuna unachozalisha, uweze kuchukua cha kwangu kikusaidie, otherwise mimi nikuombee. Ndio maana kuna maombi, yani kuna maombi na maombezi. Ukisikia maombezi, manake huyu anasaidiwa kutumia nguvu ya mwingine. Amen. Sio kama nani leo anachokiongea. Maombezi ni kwamba wewe unasaidiwa kwa nguvu ya mwingine, imani ya mwingine, uwezo wa kiroho wa mwingine, lakini maombi Mungu anatumia cha kwako. Amen. Menisikia vizuri? Amen. Mwili wa mwanadamu umewekewa mfumo wa kujiendesha ndani. Amewekewa damu. Unajua hivi, uliwahi kujua kwa nini watu wengine wanauaga sana usiku wakiwa wamelala? Wanavunja principle ya kulala. Principle ya kulala. Mmesoma magnetism. Unajua nchi iliyoko kusini na kaskazini. Alafu ndani yako kuna madini ya chuma. Madini ya nini? Na chuma inakuwa so much attractive in a spark. Kila cha spark ukiweka karibu na chuma yaani ile chuma inaanza kuvutwa na spark. Sasa wengine wanaugua sana kwa sababu wanalala kwa namna ambayo haifai kabisa. Wewe kulala kichwa kielekee kaskazini au kusini, utakuwa na mvutano mkubwa sana. Na utaugua tu, utalazimika kuugua sana. Na ndio maana watu wengine hata kuamka asubuhi na kuwa shughuli, kwa sababu hiyo shughuli ya usiku ni kubwa. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na watu wengi hawajui principle, wanalala tu. Unakuta mtu anakoroma sana, pata shida sana, pata matatizo sana kwa sababu hajui kanuni. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Vizuri sana. Sasa kama unataka kufanikiwa kwenye maisha, lazima ujue nini kitafanyika kwenye maisha yako kibadilishe maisha yako. Na moja kati ya vitu vya kufanya ni wewe kukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri. Na unapokikaribia kwa ujasiri, hauendi kwa ujasiri wa kimwili, unaenda kwa ujasiri wa kuomba. Ukishaomba kile unachokiomba utapewa. Ukishapewa kiko ndani yako, yani yale maombi uliyoomba kwa kadiri ya nguvu uliyokuwa nayo, Mungu ataitumia kuzalisha hicho kitu au kuleta hicho kitu kwenye maisha yako. Ndio maana Biblia inasema, mimi nayaumba matunda ya midomo yako. Mimi nayaumba matunda. Haumbi nje ya matunda, anaumba matunda ya midomo yako. Kile unachokitamka ndicho Mungu anakifanya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu sema, mimi ni mbarikiwa. Mimi ni mbarikiwa. Sema, nimebarikiwa na Mungu. Nimebarikiwa na. Hebu sema, mimi sio maskini tena. Mimi sio maskini. Kwa jina la Yesu aliye hai. Hebu sema, mimi sio maskini tena. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninaomba uanze hivi. Umenisikia? Uanze hivi. Jiwekee utaratibu wa kutunza fedha kila mwezi, hata kama ni kidogo. Lakini siweke benki na usitumie. Shingapi? Sijui. Mwingine anaweza kuweka 20, anaweza kuweka 40. Utakusudia jambo nalo litakuwa. Amen. Utakusudia jambo nalo litathibitika. Utaweza kufanya. Unaweza kufanya. Kusudia kwanza kubadilika kiusemi. Kusudia kubadilika jinsi ya kula kwako. Kusudia kubadilika jinsi ya kuvaa. Yaani usiishi maisha fulani ambayo wewe unakiri mdomoni kwamba Mungu amekubariki, lakini uishi hizo standard. Lazima uanze kuishi standards hizo.
Lazima uweze kuishi hivyo viwango. Sema amina. Amen. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa tena. Viwango vya kula ugali kwa parachichi vilikuwa ni viwango vizuri sana. Yaani unaenda kununua parachichi moja na 100 ngapi, mnakula nalo ugali watu watatu. Hivyo viwango vilikuwa vizuri sana wakati haujamjua Yesu. Sema amina. Lakini tangu ulipojua kwamba Yesu alikuwa tajiri akajifanya maskini kwa ajili yako, vuka hivyo viwango kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Sema amina kubwa. Labda itokee dharura na una haraka, lakini sio unakula hivi kwa sababu hakuna hela. Hiyo viwango achana nayo. Amen. Kusudia na itakuwa kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu alikuwa maskini kwa ajili yangu mimi na wewe, ili mimi na wewe tuwe matajiri. Huo ndio mpango wa mbinguni. Yaani mbingu ikikuangalia sasa hivi inashangaa kwamba damu ilimwagika, uhai ulitolewa, neema imetolewa, lakini bado huyu mtu anapenda kuwa maskini. Anza kukataa kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Anza kukataa kwa jina la Yesu aliye hai. Anza kukataa kwa jina la Yesu aliye hai. Anza kukataa kwa jina la Yesu aliye hai. Mtu mmoja alikuwa na kisimu chake kidogo kisofaa. Kikawa button zimefutika, alafu 2 zikapotea. Kwa hiyo hapo katikati nitaka kuongeza kutumia hiyo button anatumia kijiti. Kwa hiyo kuna mahali anatumia vidole, alafu kifika mahali anatumia kijiti. Kwa hiyo simu yake imefungwa na rubber band, alafu ina kijiti kiko hapo pembeni kama toothpick. Kwa ajili akifika pale kwenye nani atumie mbadala wa kijiti kuleta hicho anachotaka kitokee. Sasa yule mtu nikamwambia, wewe kweli umeokoka na unaombea watu, lakini mtu yoyote ambaye anakuja kwako ili aombewe, akiona umetoa hichi kitu, akiona tu umetoa hichi kitu, ukimwombea kitu chochote kinabatilika hapo hapo, hata amini na hakitatokea. Kwa sababu tu ya hichi kisimu. Kwa sababu hichi kisimu kinawakilisha ufalme wa giza. Kina nguvu za giza. Nikamwambia kina nguvu za giza hichi kisimu. Hakiwezi kumpresent Kristo. Hakiwezi kueleza huyu ni mtumishi wa Mungu. Hakiwezi. Kabisa sinifanyeje mtumishi wa Mungu? Biblia inasema tusinuie makubwa kuliko tuwezavyo. Nikamwambia yes, it's okay. Lakini hii hapana, ikatae. Kesho yake nilimpigia simu kwa sipati. Kesho kutwa siku nyingine nikamfuata mpaka karibu mtumishi niambie nikatae, nilipaki sipatikana, nimelazimisha nipate simu. Bwana asifiwe sana. Amen. Baada ya siku 4 ya 5 ya 6 ananipigia simu, ananiambia mtumishi wa Mungu naendeleaje? Nikamwambia naendelea vizuri. Akaniambia namshukuru Mungu, kwa hakika neno lako limekuwa na nguvu kwenye maisha yangu. Ametokea mtu akagadhibika sana maana alipata hewani, akanipeleka kununulia simu leo. Nina Samsung mpya nzuri, smartphone inapiga picha, naweza kukupigia video call sasa hivi. Sema amina. Nikasikia kucheka kicheko cha furaha sana. Nikasema hakika Bwana ametenda. Nikamwambia sasa ule uamuzi uliochukua ndio ulioleta mabadiliko. Unanuia jambo, unakusudia jambo, nalo linathibitika. Lakini kabla hujakusudia jambo haliwezi kuthibitika. Haleluya. Haleluya. Eti leo nikienda pale habari maalum na kutana ndio anamaliza kipindi chake na mimi naingia. Yule ambaye alikuwa anatumia kisimu, anabonyeza anafika mahali ambapo hawezi kubonyeza, anachukua kijiti, njia mbadala kubonyeza hapo apate hicho anachotaka. Viwango vingine ni wewe unaamua. Ni wewe unaamua. Maisha yako hayatapangwa na mtu mwingine. Mungu alishaweka nguvu ndani yako na atatenda kazi kulingana na nguvu itendayo kazi ndani yako. Hatafanya zaidi ya hapo. Sema amina kubwa. Amen. Wewe ukiamua kutembea na viatu vilivyotoboka ni wewe. Usiseme Mungu amekuacha. Ukiamua kuvaa nguo mpaka zishakalie kwenye mwili ni wewe. Ni wewe hujaamua tu. Kwa sababu neno lako moja linaweza kuleta utele wa kwako na wengine waliokuzunguka. Sio wewe tu. Wewe na wengine waliokuzunguka. Sema amina kubwa. Sema amina kubwa. Neema ndio inayowezesha mtu kufanya mambo. Unaweza kuona mgeni amekuja kwako, ukaanza
akasema mimi nitampa nini? Maisha yangu mwenyewe ni magumu. Sina mimi chakula napata kwa shida mimi. Nakula kwa shida, nakula kwa nini? Hayo maneno unayotamka kwa kinywa chako Mungu. Kwa sababu sio wewe unayejisumbukia. Mungu ndiye anakusumbukia wewe. Anasema yaacheni msiyatafakari ya kesho itajisumbukia yenyewe. Sema amina. Amen. Wewe kusudia unataka nini? Unataka ule nini wiki hii nzima? Alafu usiogope kusema. Pastor Daudi aliingia siku moja nyumbani kwao kulikuwa hakuna chakula hiyo. Na unaongea jambo hili uone nguvu ya imani. Watoto wa Pastor Daudi wakamwomba Mungu, wakamwambia wakati wakiwa wadogo. Ni story ananipa hiyo, akaniambia sitaka nisahau kitu pastor. Anasema wakamwomba Mungu, wakasema tunataka tule chips, mayai na chips kuku au mayai kati hicho. Mungu akafanya mlango, vikaletwa hivyo vitu walivyomuomba Mungu, wakala hiyo siku, watoto wakafurahi. Ninaomba nikuulize, hivi hao watoto walioomba hicho alafu Mungu akawapa, watamwacha Mungu? Hapana. Unajua kwa nini Mungu anajibu? Mungu anajibu kwa sababu anaona imani ikiwa thabiti imesimama. Nilisikia huo muujiza nikamshangaa sana. Ananiambia watoto wangu pastor, akanitajia akaniambia hasa Sayuni, watoto wangu wakiwa wadogo walikuwa wanaweza kuomba vitu vinatokea kabisa. Kanambia sitasahau, Sayuni ni mdogo, wenzake ni wadogo. Siku hiyo hakuna chakula nyumbani, wakamwomba Mungu wale chips kuku na Mungu akatenda. Huu muujiza ulinishangaza sana. Je, kama Mungu anaweza kuwasikia hawa watoto wadogo kabisa ambao labda wakati mwingine hawajui hata kutamka maneno vizuri. Je, wewe? Hebu sema mimi ni zaidi. Mimi ni zaidi. Rudia tena, mimi ni zaidi. Mimi ni zaidi. Sasa hujaamua. Hebu sema kuanzia leo. Kuanzia leo. Sitakula vitu vidhaifu. Sitakula vitu vidhaifu. Rudia tena, sitakula vitu vidhaifu. Sitakula vitu vidhaifu. Hivi unaonaje? Hivi inakushinda nini kuamka na yai moja la kuchemsha? Au ni maisha ya anasa ni? Yai moja la kienyeji kila siku na mkanala. Afu nafikiri kama chai ni nzuri sana. Amka na porridge yako safi. Na yai lako moja la kuchemsha na vegetable na mboga za majani. Bwana asifiwe sana. Amen. Unajua namna ya kuondoa sumu mwilini? Kuondoa sumu mwilini, ile asubuhi unapoamka tumia vegetable peke yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Utaweza? Kuamka leo na mchicha, kesho amke na tembele. Unaweza hiyo kweli? Mnafikiri fahari ni kuamka na nyama kila siku? Na mtu asiyejua akija akikukuta atafikiria wewe ni maskini sana. Lakini kiukweli wewe utakaishi muda mrefu. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Nataka kuambia ishi unachotamani. Usiishi yale maisha unaolazimishwa na mazingira. Na siku ambayo unaona mambo hayako sawa sawa, ukiweza kula vizuri hiyo siku, kula vizuri kabisa. Ili uibariki kesho yako. Amen. Acha kunyong'onyea na kuteseka. Hebu sema Bwana wangu Yesu Kristo alifanyika maskini ili mimi niwe tajiri katika jina la Yesu. Hebu sema mimi ni tajiri katika ulimwengu wa roho, na katika ulimwengu wa roho nimefanywa kuwa tajiri na miliki na kutawala pamoja na Yesu Kristo, pamoja na Ibrahim. Mimi ni uzao wa Ibrahim, mimi ni mbarikiwa katika jina la Yesu aliye hai. Rudia tena, sema mimi ni mbarikiwa katika jina la Yesu. Rudia tena, mimi ni mbarikiwa katika jina la Yesu. Hebu sema nimebarikiwa kwa baraka zote za roho. Tumesema baraka ya Mungu inafanyaje? Inafanyaje? Inatajirisha. Amen. Okay. Hebu tuangalie kitabu kile cha
Tuangalie kitabu kile cha Waefeso sura ya 17. Neno la Mungu au neema ya Mungu ikitumiwa ipasavyo huleta mabadiliko. Sema neema ya Mungu ikitumiwa ipasavyo, neema ya Mungu italeta mabadiliko kwenye maisha yako. Sema italeta mabadiliko kwenye maisha yako. italeta mabadiliko. Okay? Tukiangalia Waefeso ile sura ya 6. Waefeso ile sura ya 6. Na ule mstari wa 17. 6:17. Neno la Mungu linasema, tena ipokeni chapeo ya wokovu na upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Sema nipokee upanga wa Roho. Pokea upanga wa Roho. Upanga wa Roho ni nini? Upanga wa Roho ni nini? Neno la Mungu. Neno la Mungu. Upanga kazi yake ni nini? Sema kuchinja na kuangamiza. Kuchinja na kuangamiza. Haya, roho ya umaskini ni haki yako au sio haki yako? Sio haki yangu. Sasa kwa kuwa yenyewe hii roho ya umaskini ni roho, toa kinachoweza kukata hiyo. Kinachoweza kukata hiyo ni nini? Upanga wa Roho. Kwa sababu ile ni roho. Toa upanga wa Roho ili uweze kuchinja cha kiroho. Sema amina. Amen. Sema amina tena. Amen. Umeshatambua kwamba Yesu alikuwa maskini kwa ajili yako. Amen. Amen. Kama ndio hivyo sema amina. Amen. Yesu alifanyika maskini kwa ajili yangu mimi na wewe, ili mimi na wewe tuwe matajiri. Okay? Kwa nini mimi mpaka sasa sio tajiri? Kuna adui amenikaba rohoni, anaitwa umaskini. Sasa ili nipambane naye lazima nijue silaha ya sampuli yake. Kwa hiyo nachukua upanga wa Roho kufyekelea mbali hiyo roho, inipishe kwa jina la Yesu, ili mimi nimiliki na kutawala kila ambacho Mungu ameniwekea tayari. Amen. Haleluya. Amen. Kesho ni siku yetu ya kukesha, usisahau. Kesho tuna ibada ya jioni hapa. Kesho tunaanza maombi saa 3 usiku. Na kesho kwa hakika tutakula pamoja kama sehemu ya kuweka nguvu yetu pamoja. Sema amina. Amen. Na adui kwa kweli shetani ataanguka kesho kama umeme. Amen. Ataanguka kama umeme kutoka kwenye maisha yako kwa jina la Yesu. Amen. Alafu ukishatoka hapa hiyo siku tukishamaliza ukaondoka, I say mito ya baraka itatiririka kutoka ndani yako, na haitakubeba wewe tu, itabeba na waliokuzunguka. Yaani na walioko pembeni yako watajua kwamba wewe umekuwa tofauti. Amen. 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 Pale kazini wataanza kusema fulani akiwepo mambo yanaenda vizuri, akiwa hayupo tu mambo yanaenda vizuri. Utasikia wanaanza kusema hivi. Kwenye biashara hivi, kila mahali, yani kila mahali utakapokwenda utakuwa neema inayoishi, neema inayotembea. Moving grace. Yani utakuwa ni mtu ambaye ni yule waliokuzoea zamani, wanakuja na kufokea. Sasa watu watakuheshimu, watasujudu mbele yako, watasema hakika wewe ni mtoto wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo toa upanga wa Roho. Hebu sema na utoa upanga wa Roho kufyekelea mbali kila roho inaonisimamia kinyume cha Mungu kwenye maisha yangu. Roho ya umaskini, roho ya ufukara, na fyekelea mbali kwa upanga wa Roho, na katilia mbali kwa jina la Yesu, na katilia mbali kwa jina la Yesu, na katilia mbali kwa jina la Yesu. Kuna mtu yuko hapo ananiangalia, wewe usome. Kwa nini upanga wa Roho unakaaga wapi? Upanga wa Roho unakaaga wapi? Kwa sababu usije ukaja ukajikuta umebeba panga. Na kata asio hivyo. Ukisha sema nakatilia mbali, unajua nini kinatokea? Sema upanga wa Roho unakaa katika kinywa chako. Upanga wa Roho unakaa katika kinywa changu. Sema upanga wa Roho. Upanga wa Roho unakaa katika kinywa changu. unakaa katika kinywa changu. Okay? Sasa kila unapotamka liko jambo linatendeka. Haleluya. Amen. Sema upanga wa Roho. Upanga wa Roho
hutoka kwenye kinywa changu. Hebu sema upanga wa Roho unakaa katika kinywa changu. Hebu sema upanga wa Roho unakaa katika kinywa changu. Angalia, neno la Mungu linasema hivi katika kile kitabu cha Ufunuo sura ya kwanza mstari wa 16. Inasema hivi: naye alikuwa na nyota 7 katika mkono wake wa kuume, na upanga mkali wenye makali kuwili ukitoka katika kinywa chake, na uso wake kama jua liking'aa kwa nguvu zake. Hebu sema upanga mkali ulikuwa unatoka kwenye kinywa cha Kristo. Upanga mkali ulikuwa unatoka kwenye kinywa cha Kristo. Sema amen. Amen. Na leo Yesu Kristo anakaa wapi? Ndani yako. Akikaa ndani yako, upanga utatokea wapi? Kwenye kinywa chako. Hebu sema nakatilia mbali. Nakatilia mbali. Kwa jina la Yesu aliye hai. Nakatilia mbali kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu aliye hai. Nakatilia mbali kwa jina la Yesu kila roho iliyosimama kinyume nami kwa jina la Yesu. Unielewe? Yesu alipofika kwenye mti akakuta una matunda, aliwaambia kuanzia leo asije mtu kuchuma matunda kwako. Tangu aliposema hivyo, lile neno lilikuwa upanga, likaukatilia mbali ule mti kiroho. Amen. Kesho yake walipokuja wakakuta umesimama, lakini ulishakatwa kiroho. Maana neno la Kristo lilikuwa upanga. Ndio maana lazima useme unapoona shida kwenye familia, lazima ujifunze kutamka. Amen. Ni mwisho wako ewe roho unayechukua kuleta mafarakano kwenye familia. Leo nimekufutilia mbali. Nimeondoa uhalali wako kwenye familia katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Amen. Bora kama leo mmekaa kwa namna ya kuchalala sana. Mna shida gani nyinyi? Mbona kama mjakaa leo kama watu ambao mpo mbele ya Kristo, mmekaa kwa namna ambayo sajua sasa maombi yamekuwa makali au vipi? Leo ni siku ya 4. Kesho tunamaliza kwa jina la Yesu aliye hai. Sema amen. Kwa kesho watu watafuturu nyumbani, alafu ndio watakuja kanisani kwenye mkesha kuja kuhitimisha. Ule mkesha ni mkesha ambao utakuwa wa kihistoria kwenye maisha yako mwaka huu, kwa sababu ni mwaka ambao Mungu ametupa nguvu ya tofauti ya kuanza. Kwa hiyo natarajia kesho, wale ambao huwa hawapendaji kuja mkesha sijui watafanyaje, lakini Mungu akusaidie sana, akupe neema siku ya kesho. Sema amen. Amen. Sema upanga mkali utatoka kwenye kinywa chako kupiga maadui wote, kupiga maadui wote wa kiroho kwa jina la Yesu aliye hai, kwa jina la Yesu aliye hai. Sema kuanzia sasa, mizimu yote nimeikatilia mbali. Haya, sasa kusema mizimu toka na wafukuzi, toka. Watakuwepo siku nyingine, hawatakuwepo? Kwa nini watakuwepo? Uliwafukuza. Unajua ukimfukuza nyau hapo ndani, anaweza akakimbia katoka nje. Lakini uwe na uhakika kesho au kesho kutwa utamkuta. Sasa kuna saa unatakiwa ukomeshe. Tumia upanga wa Roho kuchinjilia mbali kila roho, maana kila tatizo ili na roho nyuma yake. Kama ni umaskini, unatangaza nimefekelea mbali, katilia mbali. Kwani Mika 5:12 anasema? Mika 5:12 anasema? Sema kuna vya kukatilia mbali. Sema kila kisichofaa nitakikatilia mbali kwa jina la Yesu. Anasema Mika 5:12 anasema, nami nitakatilia mbali uchawi. Nitakatilia mbali. Maana ukisikia kukatilia mbali hakitakuwepo. Hebu nenda kakatilia mbali mti, alafu uone kama utakuwepo tena kesho. Lakini ukiuprune ukakata matawi, ule mtu utakuwepo na kesho utakuwa na matawi tena. So kama unataka usiwepo, katilia mbali. Amen. Hebu sema nakatilia mbali kila laana kwa jina la Yesu aliye hai. Nakatilia mbali kila laana
Haleluya. Leo naikatilia mbali kwa jina la Yesu. Unapotamka hivyo upanga mkali unatoka kwenye kinywa chako. Unaona kwenda na kufuatilia mbali. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Tumia upanga wa Roho. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Mimi kuna vitu vingi sana nilikuwa sivitaki kwenye maisha yangu, nikavikatilia mbali. Kuna vitu vingi sana nilikuwa sivitaki kwenye familia yangu, nikavikatilia mbali. Kuna vitu vingi sana nilikuwa sivitaki kwa baadhi ya watu ambao nimekuwa nikiwaongoza, nikavikatilia mbali katika ulimwengu wa roho na nimevishinda kabisa. Amen. Kwa sababu neno la Mungu kwenye kinywa chako ni upanga uchinjao kuwili. Amen. Haleluya. Amen. Sema kwa jina la Yesu aliye hai. Rudia tena kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Kwa jina la Yesu aliye hai. Roho za uhitaji, roho za umaskini, roho za magonjwa, roho za uchawi na zikatilia mbali katika ulimwengu wa roho. Na katilia mbali na maisha yangu, 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 na katilia mbali na maisha yangu kwa jina la Yesu aliye hai. Sio unanielewa nachoongea? Hivi kukosa pesa ni kitu kizuri? Sio kitu kizuri eh? Katilia mbali. Eti mbona watu hamna raha jamani, mmefanya nini? Mpungie mkono pale ulipo. Mbona hamna raha, mmefanya nini? Nini kimewatokea ni watu? Yaani leo umefunga siku yako, pokea furaha kwa jina la Yesu. Amen. Na amuru furaha ingie ndani yako kwa jina la Yesu. Na huzuni itoke ndani yako kwa jina la Yesu. Huzuni itoke ndani yako kwa jina la Yesu. Pokea furaha kwa jina la Yesu. Pokea furaha kwa jina la Yesu. Mbona nimeona meno hapo? Kweli furaha imekuja? Hebu mpigie Yesu makofi mazuri. Ukaa katika hali ya huzuni, Biblia inasema Mungu hapendezwi. Unapokuwa na mbele za Mungu, Biblia inasema uwe na moyo uliochangamka. Moyo uliofanyaje? Uliochangamka. Mungu anataka watu wenye mioyo iliyochangamka. Amen. Haleluya. Amen. Hebu angalia tumesema neno la Mungu ni upanga, lakini neno la Mungu katika kinywa chako ndio hasa kinachodhihirisha neema ya Mungu iliyoko juu yako. Sema amina. Amen. Ukitamka kitatokea. Hebu sema nikitamka kitatokea. Tamka kitatokea. Hebu sema nikitamka kitatokea. Tamka kitatokea. Hebu sema tena nikitamka kitatokea. Tamka kitatokea. Mfano, maisha yako sasa hivi hayana kitu chochote. Hayana kitu chochote. Labda hayana nyumba, au yana nyumba lakini hayana, hiyo nyumba ina kitu. Yamkini maisha yako hayana kiwanja, hayana gari, hayana biashara yoyote inaoleta matokeo kwenye maisha yako. Maisha yako hayana furaha. Maisha yako yamejaa huzuni. Maisha yako kila siku ni mtu wa mawazo. Ni mtu wa kufikiri na kufikiri, lakini huo ni majawabu. Haya yote yanahitaji ujue masuluhisho yake. Bwana asifiwe sana. Amen. Hebu sema napaswa kujua suluhisho. Rudia tena, napaswa kujua suluhisho. Napaswa kujua. Hebu sema hivi, suluhisho la haya matatizo ni nini? Useme vizuri. Sema suluhisho la haya matatizo ni nini? Suluhisho la haya matatizo ni nini? Rudia tena, suluhisho la haya matatizo ni nini? Suluhisho la haya matatizo ni nini? Hebu sema mimi ndio suluhisho. Mimi ndio suluhisho. Ni nani suluhisho? Mimi. Nani aliye suluhisho la haya matatizo? Yeah. Yes. Amen. Amen. Tuende kwenye kitabu cha Ezekieli sura 37. Kisichokuwepo kwenye maisha yako, anza kukiamuru kitokee. Anza kukiamuru kitokee kwa jina la Yesu. Kataa kuwa mifupa mikavu kwa jina la Yesu aliye hai. Kataa kuwa mifupa mikavu kwa jina la Yesu aliye hai.
Kataa kwa mifupa mikavu kwenye uchumi kwa jina la Yesu aliye hai. Kataa kwa mifupa mikavu kwenye familia kwa jina la Yesu aliye hai. Anza kuamuru jambo litokee. Anza kuamrisha kitu kitokee. Anza kusema kitu kitokee. Maana kinywa chako Bwana yuko pamoja nacho, na matunda ya kinywa chako Bwana atayaumba. Amen. Kazi yako ni kutamka tu. Ezekieli sura ya 37 nitaanza mstari wa 4 hadi wa 10. Ezekieli 37 mstari wa kwanza hadi wa 10. Hebu tuone namna ambavyo Mungu anamfundisha mwanadamu. Mungu anamfundisha mwanadamu jinsi ya kubadilisha maisha yake, kuondoa visivyofaa katika maisha yake na kuruhusu vyenye kufaa katika maisha yake. Ezekieli 37 mstari wa 4 hadi wa 10 inasema, ataniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Toa unabii juu ya mifupa hii mikavu, kwamba mifupa ipo lakini ni mikavu, lakini inahitaji kupata uhai, na ili ipate uhai hiyo mifupa na iondokane na ukavu wake, inahitajika awepo mwenye kutoa unabii. Sema amen. Amen. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi. Tazama nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi. Yaani mfupa ni mkavu, alafu Bwana anasema cha ajabu, atatia pumzi ndani, alafu mfupa utaishi. Amen. Haleluya. Amen. Lakini anayeambiwa atoe unabii ni mwanadamu. Anayeambiwa atoe unabii ni mtu. Mungu hatafanya kile unachoona kimekaa vibaya. Mungu hatakifanya mpaka ashirikiane na wewe. Kwa hiyo wewe ndio utakayemruhusu atumie nguvu iliyoko ndani yako kuumba hicho unachotaka. Amen. 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 Hebu nianze kuona matokeo mwaka huu kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Amen. Kama nyinyi ni wanafunzi wazuri, tuanze kuona matokeo mwaka huu kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Okay. Ezekiel ndio anazungumza mstari wa 5. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Kuna saa unaweza kuwa pale nyumbani, ukawa unapangalia pale nyumbani, ukasema, unajua hapa ningepata pesa nikajenga banda la kuku hapa, nikajenga banda kutoka hapa mpaka pale, halafu nikalijenga kwa hali ya kigorofa, nitafuga kuku wangu wengi hapa. Unaposikia sauti sio wewe, ni Mungu anaongea ndani yako. Amen. Unatakiwa haraka sana uende kwenye ile eneo utoe unabii. Sema amina. Amen. Utoe nini? Amen. Mazingira lisikie neno la Bwana. Bwana asema nitajenga banda hapa la kufuga kuku 300. Haleluya. Amen. Kile ulichosikia sauti ndani yako ndiyo sauti ya Mungu inakusemesha. Nenda haraka katoe unabii. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna saa unaweza ukakaa ukaona kama kitu kimepita kwenye macho yako au kwenye akili zako, kwamba unajua huyu mtoto atafeli. Huyu mtoto atafeli, alafu akija hapa nyumbani atakuwa analia sana, atakosa furaha. Ukalipata kama wazo. Huyo ni Mungu amekusemesha. Nenda haraka katoe unabii kwamba hatafeli, atafaulu na kwenda na kuendelea na masomo yake. Sema amina. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mimi wakati mke wangu akiwa na Given amejifunga, aliteseka sana, lakini alikuwepo mama yake shujaa wa wanawake, akatoa unabii kwamba huyo mtoto atakaa mpaka siku kujifungua. Ilipofika siku ya kujifungua haikuwa kazi rahisi. Huyo mama akakumbuka kuna neno alifunga kwa unabii, ikabidi akafungue asije akajifungue. Tupigie makofi mazuri. Wakati akifanya hilo, mimi hakunipa taarifa, wala sidhani kama alimpa malaika taarifa, lakini hilo jambo lilimjia kwenye akili, naye akaamua afanye. Alipofanya, Mungu akatimiza kile alichosema, kwa sababu Mungu hatafanya kama utaonyesha ushirikiano naye.
unataka kununua kiwanja, ni wapi unataka? Nenda katembea hapo utoe unabii. Bwana asifiwe sana. Nenda katembea kwenye hicho kiwanja. Ni Njiro, ni Sakina unataka, ni Maji ya Chai, katembea hapo. Alafu tamka yale uliyosikia ndani. Sio lazima ukapige kelele kwenye maeneo ya watu. Sio lazima ukaanza kusema nilisikia neno la Bwana, watu watakushangaa. Unaweza ukawa unatembea pale lakini unatamka taratibu, nilisikia neno la Bwana. Bwana anasema kwamba nitajenga mji katika ardhi hii, nitamiliki na kutawala. Haleluya. Ibrahimu aliambiwa nenda katembee, uangalie nchi pande zote. Katembee uiangalie hii nchi. Alipotembea ule umbali aliotembea ndio aliopewa kumiliki na kutawala. Amen. Ndio maana nchi ya Israeli ni ndogo, kwa sababu Ibrahimu alikuwa mvivu wa kutembea. Nenda pande zote, akaenda huku, akaenda kule, akaenda pale, akasema Bwana nimeona. Kumbe Mungu anachora mipaka kutumia hatua zake. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nataka uangalie mahali katika nchi. Uangalie mahali katika nini? Alafu katembee hapo. Sio pesa inaanza, ni unabii unatangulia, alafu ndipo tukio linafuata. Amen. Okay, Ezekieli akafanyaje? Inasema hivi: basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana mfupa kwa mfupa mwenziwe. Haleluya. Yani kumbe mifupa mikavu ilikuwepo, lakini kabla ya Ezekieli kutoa unabii hakuna mabadiliko, lakini alipotoa tu unabii ukatokea tetemeko na mshindo, alafu mifupa ikakaribiana. Kumbe neno lako likisha tamkwa linaanza kufanya readjustment katika ulimwengu wa roho. Amen. 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 Unataka wapi pajengwe nyumba pale nyumbani kwako, na ni nyumba namna gani unataka ijengwe? Inawezekana ukakosa pesa za kujenga, lakini Mungu akainua mtu mwingine kwa sababu ya neno lako. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Unataka gari gani iwepo? Gari gani unataka kwenye familia yako? Ni mambo gani unayachukia yasiendelee kwenye familia yako? Tamka neno la kufunga. Tamka neno la kufunga, na ukisha tamka umefunga duniani na mbinguni imefungwa. Ukifungua imefunguliwa duniani na mbinguni pia. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ezekieli akatoa unabii kama alivyoamriwa, ndipo ikatokea tetemeko na mshindo. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikafunika juu yake, lakini hapakuwepo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo mwanadamu, ukauambia upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo. Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo nne, pumzi, ukawapuzie hawa waliouawa wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru. Pumzi ikawaingia wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Haleluya. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru. Basi nikatabiri kama nilivyoamriwa. Ulishafanyaga maombi ukasikia? Wakati unaendelea na yale maombi ukasikia uende nyumbani ghafla. Yaani inawezekana nyumbani kwako sio hapa Arusha. Ukasikia tu uende ghafla. Usianze kubishana hiyo sauti. Ondoka uende kwenu. Alafu kifika kwenu Mungu atakuonyesha nini amekuitia, alafu atakupa cha kufanya. Amen. Alipoambiwa itabirie mifupa, alipotabiria tu nyama ikatokea, mishipa ikatokea, ngozi ikafunika, lakini hakuna pumzi ndani. Akaambiwa sasa hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, nenda katabiria upepo, uambie njoo. Njoo kutoka pepo nne za dunia, pulizia watu hawa ili pumzi ingie ndani kuwe na uhai. Akatabiri, ndipo upepo ukaja ukawapulizia, wakawa hai,
wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Amen. Tumpigie Ezekieli makofi kwa kuitii sauti ya Mungu. Haleluya. Amen. Watu wamenunua magari na ni ndugu zao. Ulienda kutabiri? You did not do so. Au kufanya. Ulipolala ukaota njozi nzuri pale nyumbani juu ya ndugu zako, kwamba wengine wanaenda Ulaya, wengine wanakwenda wapi, ulitamka jambo. Umebaki tu kama mtu ambaye hajui cha kufanya. Okay, it's okay. Inawezekana kipindi hicho ulikuwa hujapata neema. Sasa umepata neema kwa jina la Yesu aliye hai. Na hata kama ile ndoto ilikuwa imekufa, nenda kaifufue kwa jina la Yesu aliye hai. Sema hili Bwana alilonionyesha kwa hakika litatokea. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na Mungu akisema sana, na hasa akikusemesha akiona kwamba umsikii, huwa ana saa nyingine anakupiga. Anakupiga. Mama mmoja pale tunapelekaga misaada mara kwa mara. Kila ukienda pale kitu anachozungumza ni hicho hicho. Aliparalyze, aliambiwa na Mungu atunze watoto, akakataa. Akawa mbisha kwa mkaidi. Unajua ubishi sio lazima useme sifani. Unaweza ukawa tu unafanya ujeuri utaki kufanya. Ukishakuwa hivyo, Mungu analeta pigo. Akampiga ugonjwa wa kuparalyze. Kikabaki tu kichwa kinazunguka. Mwili wote umekufa. Wote. Akalala chini. Hapo maji ya chai kwa Aloisi, shuka tu pale chini. Bizia watoto yatima. Hapo kwa Aloisi shuka. Nishuka tu chini. Ukishafika pale, ukifika tu utashangaa anaanza kukuelezea. Hata kwanza anaanzaga kulia. Akiona tu watu wamekuja, kuna switch ndani yake, machozi yanaanza kutoka. Maana anakumbuka hakuwa anataka. Lakini Bwana akamwambia utake ustaki. Unajua kwa nini kuumba wewe? Yona anakimbia anaenda Tarishishi, anaambiwa mimi sikukuumba uende Tarishishi. Tanitambua. Tutakutana. Akatuma upepo. Akamwambia mimi nimesema wewe utaenda Ninawi. Kapakia meli za kisasa za fahari, akijua anamkimbia Mungu. Mungu akimbiwagi. Amen. Upepo tu katokea bahari, Bwana akaja pale. Mbona unaenda wapi Yohana? Ndio Yona, unaenda wapi? Kazingira kile chombo. Unaenda wapi? Chombo kikaanza matatizo. Mwambie uende mahali popote. Haleluya. Amen. Alafu akaandaa samaki wa kummeza. Samaki alipommeza akamwambia sasa utakaa uko gerezani mpaka useme Yesu ni Bwana. Alafu akaondoka. Haleluya. Akampa uwezo wa kupumua na kuishi ndani ya samaki katikati ya bahari, jambo ambalo haliwezekani kitaalamu. Akakaa huko siku ya kwanza. Akasema huko kuzimu ni wapi? Akajiuliza, akashindwa kuelewa. Haoni mtu, hata akiita nafikiri hakuna anayeitikia. Akaanza kuomba. Kukataa kutii sauti ya Mungu. Kuna matatizo yatatokea. Mauti ilimeza huyu mama, nusu ikamwachia kichwa. Mauti imemmeza ikamwachia kichwa. Ili aweze kusimulia namna alivyomfanyia Mungu ukaidi. Watu wanakuja pale, wanambandika mikono, pokea uzima, roho ya udhaifu ondoka. Wakaomba miaka, hakupona. Akawaambia jamani, naombeni msiniombee tena hivyo, niombeeni rehema, maana mimi nilikataa. Niliambiwa na Mungu nitunze watoto, nikakataa. Akatoboa siri. Baada ya kuona kila maombi yamedunda, walipomuombea rehema tu, mauti ikaondoka, akasimama kwa miguu yake. Amen. Akamwambia Mungu, nimekubali. Nimeamsha mkono. Mimi sina nguvu kuliko wewe. Kama umenilaza chini muda wote, nimekubali. Nakufanya. Kwa maana kila akiona watu wamekuja, analia. Haleluya. Amen. Kuna watu wengine unaweza kuugua hata ugonjwa ambao sio wa kwako, kwa sababu tu Mungu anataka kukushughulikia utii anachotaka ufanye. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mimi nasikia fahari sana mimi kujipata kwenye kumtumikia Mungu, maana mimi kama kuna watu wangetakiwa sifike kabisa mbinguni ni mimi hapa. Yaani ningetakiwa nikikuta huko nishushwe. Lakini kwa neema ya Mungu
nilipomkubalia Mungu akanisamehe yote. Amen. Ndicho nachosema hata leo. Kama Mungu anakuonyesha vitu vingi vya familia, kama Mungu anakuonyesha vitu vingi vya kanisa, kama Mungu anakuonyesha vitu vingi vya nyumba ya pastor, Mungu anakuonyesha vitu vingi vya eneo fulani, usipovifanyia kazi, kuna fimbo inakuja. Na fimbo inakuja. Nasema hivi, ukipewa taarifa ifanyie kazi. Amen. Haleluya. Amen. Mungu akikuonyesha pale nyumbani kwamba amekuonyesha banda kubwa la nguruwe na ng'ombe wamefungwa pale ni wengi sana, usiseme na kataa roho za ushirikina. Wewe ukiamka asubuhi katembea kwenye hilo eneo ambalo Bwana alilokuonyesha. Tamka kwa jina la Yesu, lilofungwa mlango, mifugo ile Bwana aliyonionyesha itokee kuanzia sasa. Nguruwe na ng'ombe wamekuwa hapa kama Bwana alivyonionyesha. Banda lilianzia pale mpaka hapa. Tembea hapo, weka mipaka kiroho, weka mipaka kiroho, alafu tamka nguvu ya alfa na jambo hilo litaanza. Amen. Sema amina. Kwa sababu Mungu atakutumia wewe kubadilisha mazingira. Sasa kama anakuonyesha na ufanyi kazi, uchukue hatua. Wewe kazi yako ni kuomba tu, ni changamoto. Unapoonyeshwa, chukua hatua, anza kufanyia kazi yale Mungu anakuonyesha. Amen. Haleluya. Maana vitu vya kiroho huumbwa kiroho, alafu vikishaumbwa kiroho vinatokea katika uhalisia kimwili kabisa. Amen. Sema amina. Amen. Sema amina. Amen. Kwa naongea na binti yangu moja anaitwa Rufina yule askari. Chanautwa. Siku kama 5 zilizopita nilizungumza naye, nikawa na huzuni sana, kwa maana kuna unabii Mungu alinipa wiki kadhaa nyuma kwamba kuna roho ya ajali inafuatilia familia, lakini familia ya upande wa pili. Nikawa nimempa maelekezo, nikamweleza. Ndio ananipigia simu, ananiambia baba, jamani imetokea ajali pale mtumeruko fulani yuko pale amepata ajali. Nikamwambia baba jamani uniombe. Nikamwambia sawa mwanangu, nitaomba. Haleluya. Nikamwambia Mungu, huruma zako zimsaidie mtu huyu. Bwana asifiwe sana. Maana unaomba nini? Hebu niambie unaomba nini? Mungu alishakwambia hichi kitu kinatokea, fanya hivi, ukufanya. Kimetokea sasa, mtu yuko Mount Meru, kaumia kichwa. Unaniambia mimi nifanyeje? Unataka niingize kwenye kipigo Mungu akanipige? No. Hapo sio mahali pa kuomba, ni pa wewe mwenyewe kushuka na kutubu. Maana uliambiwa na Mungu ukakaidi. Haleluya. Siku moja nililala, nikaota ndoto. Pale kwa Mareti, gari limekuja spidi sana, likagongana na gari nyingine. Gari likachanika, yani ya kukubaki kitu. Watu wakabaki vipande. Hicho kitu nilichokiona kwenye ulimwengu wa roho, sikuweza kula nyama siku mbili. Sikuweza kabisa. Na ni kwenye ulimwengu wa roho. Niliona mpaka mguu unafanya hivi. Yani iwe uhai unaondoka. Yani unaondoka kwenye mguu. Nimeona vitu vya ajabu sana. Vichwa vimegawanyika. Sasa nikakaa siku 2, hicho kitu kinanitesa mpaka siku ya 3. Kinanitesa. Nikaamua kuondoka, nikawasha kile, nikafika pale. Nikapaki. Nikaanza kutembea kwenye ile eneo. Nikasema kwa jina la Yesu, waliokusudiwa kuuawa mahali hapa watakufa. Ile jambo nililoliona halitatokea. Nimelifunga kwa jina la Yesu ali hai. Niwe na wajua si wajui, waliokusudiwa hawatapata hiyo ajali. Nimefunga kwa jina la Yesu Kristo ali hai. Nilipomaliza, nikaanza kusikia moyoni mwangu, sasa mbona hujatoa sadaka? Nilikuwa na shilingi 120,000. Nikataka nikatoe 20,000. Nilipofika kwa huyo mtu ambaye nilikuwa naenda kutoa sadaka, na mwambia kuna maombi nimefanya, kuna jambo nimelifunga, nikasikia nisitoe ile 20,000, nikasikia nitoe ile 100,000. Bwana asifiwe sana. Nikatile sauti nikatoa. Kwa kweli hiyo ajali sijaona imetokea. Sasa naendelea kuangalia, lakini najua nilisimama mahali palipobomoka kujenga nchi.
ili Bwana asije akapiga mwisho. Haleluya. Ningeweza nikanyamaza, lakini kaja nikasikia walioumia ni watu wa kanisani. Walikuwepo watu wa kanisani. Hivi nitamwambia nini Mungu? Nilikwambia ile wale watoto waliouawa, waliokufa kwenye ile ajali walikuwa sijui wa shule moja inaitwa like Vincent sijui nini, sijui inaitwa nini. Wakafa. Yule mama akalifuata kule mlimani mwenye shule inayoitwa Ematonic ipo kule wapi wanaita kule. Radio Safina ilipo kule wanaitaje kule? Wanaitwa Ola City. Ipo kule Ola City. Huyu mama akaja mlimani. Kitu cha kwanza Mungu alichonionyesha, huyu mama alihusika. Nilimsemesha kuhusu mauaji ya watoto na hakusimama. Kitu cha kwanza amekuja kuombewa mlimani. Amesikia kuna mtumishi uko mlimani, akasafiri kutoka kule mpaka pale mlimani. Anataka niende nyumbani kwao. Mambo hayako sawa sawa. Kitu cha kwanza Mungu akanionyesha damu imemwagika kwa sababu hakusimama kwa nafasi. Nilipomwambia neno hilo, alilia sana. Akajitupa chini, akalia sana. Mama mtu mzima wa Kimasai. Akamwambia Mungu, nisamehe. Nisamehe tu, ninakuomba. Sikujua nilipaswa kufanya nini. Ni kweli niliona lakini sikuomba. Niliona kabisa lakini sikuomba. Akalia akaanza kuongea maneno ya Kimasai. Ongea. Akapotelea. Nikamwambia mama inatosha. Mama inatosha. Kwani ananisikia? Mama inatosha. Baba, ninakuomba baba. Nisamehe. Mama inatosha. Hakuitika. Mpaka nikaondoka nikamwacha kwanza nikaenda pangoni. Nikakaa huko. Nikarudi baadaye nikakuta baba nisamehe, ninakuomba uije. Baba nisamehe Mungu wangu. Yule toba imemkamata kupita kawaida. Haleluya. Nini kilitokea? Baada ya kushindwa kusimamia hilo, Mungu alipiga ile shule yake. Alipiga ile shule, maana Mungu alimteua asimame azuie roho za watoto zisiangamie. Yeye akasimama. Mungu akamwambia, sasa wewe nikupa kazi ukakataa kuifanya, utanitambua. Alafu Mungu akampenda tena. Akamleta mlimani. Mungu akaniambia, huyu na hasira naye. Haleluya. Huyu mimi na hasira naye, nimempa kazi ya kuifanya. Watoto wangu wamekufa, wamezikwa. Ndio maana nilipomwambia hilo jambo lilibeba hukumu moyoni mwake, ukawa kama moto ukimla. Haleluya. Na Mungu akamsaidia. Yeye ndiye aliyenipa hela ya kwanza kabisa katika kwanza huduma. Akanipa shilingi 300. Akaniambia, mtumishi wa Mungu, kweli ni wakati mgumu sana. Ana mtoto mmoja tu wa kike. Akawa anamjengea gorofa kubwa sana. Nikapelekwa kwenye gorofa. Kaonyesha ile gorofa, na huyo mtoto nikamwona kabinti tu kubwa tu hivi kama binti yangu. Nikasema mali hizi zote binti huyu tu. Lakini mama huyu ni mkaidi, amepewa jukumu hajafanya. Au nikiwa pale nilipoomba nikamaliza, akaniambia, mtumishi wa Mungu, naomba uchukue tu hii. Ndio pekee nilikuwa na huko ndani, Mungu ameniambia nilete nikupe. Sitaki tena kupigwa. Amen. Haleluya. Haleluya. Kitokeo cha mpaka